sharti la pili dukhulul waqti, ili swala yako ikubalike na ufaye kuitekeleza, ni sharti ile swala wakati wake huo umeingia. Tumeelewana vizuri? Hauwezi kuswali adhuhuri saa 4, hauwezi kuswali alasiri saa ngapi? Saa 8. Bado alasiri haijafika, bado wewe unahesabika ni wakati wa nini? Wa adhuhuri. Kwa hiyo katika sharti la pili ni dukhulul waqt, kuingia wakati wa swala. Sasa katika kuingia wakati wa swala kuna baadhi ya mambo mbalimbali lazima pia tuyaangalie kwenye sharti hili. Al-matlabu al-awwal, tunaangalia sehemu ya kwanza ambayo tunahitaji kujua baadhi ya vitu fulani, matakwa ya kwanza, inaitwa hivyo al-matlabu al-awwal. Dukhulul waqti shartun fi sihhati salawati al-khams, kuingia kwa wakati wa swala ni sharti katika kukubalika zile swala ngapi? 5. Ili swala 5 zikubalike, uziswali katika wakati wake. Al-adillatu dalili awalan min al-kitabi, kwanza ni kutokamana na Qur'an. Qaulullahi jalla wa ala, ni neno la Mwenyezi Mungu lilotukuka, inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta, hakika ya swala imefaradhishwa kwa waumini kwa wakati maalum. Kwa wakati maalum, yani wakati huo ni Allah kampangia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mtume Muhammad akatupangia sisi umma wake. Kaangalia suratul Nisaa aya nambari 103. Wajhu dalala, tuangalie mwongozo wa dalili. Anna maana mawqutan, hakika ya maana ya neno mawqutan ay muwaqqatan biwaqti, maana yake imepangwa wakati maalum. Wakati ni maalum wa Allah subhanahu wa ta'ala, sio wakati wako wewe na mimi kama baadhi ya watu wanavyofanya, sio? La yajuzu takdimuha wala ta'khiruha, haifai kuwahi kuswali wala kuchelewa kuswali. Yani hufai kuswali kwa haraka kabla ya wakati kuingia, na wala haufai kuswali ikiwa wakati wa swala umefanya nini? Umetoka. Najua kuna maswali mengi nitaulizwa hapo, sio? Nenda kwenye kitabu Majmuu Fatawa wa Rasail al-Uthaymeen, kitabu nambari 22, ukurasa ni wa 385. Thaniyan min as-sunnah, tunaangalia dalili ya pili ni muongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ana Abdullah bin Amri ibn al-As radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah mtoto wa Amr mtoto wa al-As, radhi za Mwenyezi Mungu ziwaendee wawili hao, annahu qala, hakika yake amesema, suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an waqti salawat, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutokamana na nyakati za swala, ili ujue ya kwamba ili jambo ni la kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa na masahaba zake kutokamana na nyakati za swala. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, waqtu salati al-fajri, wakati wa swala ya alfajiri, ma lam yatlu' qarnu shamsi al-awwal, ni ikiwa haijachomoza pembe ya jua ya kwanza. Ni ikiwa haijachomoza pembe ya jua ya kwanza. Vipi? Maana yake ni ikiwa jua halijachomoza. Alfajiri wakati wake ni ikiwa jua halijafanya nini? Halijachomoza. Ina maana lile jua tayari likitoka tu moja kwa moja wakati wa salati alfajiri umefanya nini? Umekwisha. Na leo wengi tunaswali alfajua badala ya alfajiri. Maana kuna alfajua na alfajiri. Alfajua ni mtu anaswali jua lishafanya nini? Limetoka. Na alfajiri mtu anaswali ule wakati aliopangiwa na nani? Allah jalla fi ula.
Kwa hiyo wakati wa salati al-fajr ni ikiwa lile jua halijachomoza. Wa wakati salati dhuhuri, na wakati wa swala ya dhuhuri, idha zalati shamsu an batni samai, ni pindi linapoondoka lile jua katikati ya tumbo la mbingu pale. Jamani, mbingu ina tumbo kweli? Tuelewane Kiswahili ya jamaa. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madha yani, anamaanisha nini? Anasema ni wakati ule ambao kwamba jua limetoka katikati, limepinda kidogo namna hii, kwa sababu katikati kabisa pale hufai kuitekeleza ibada ya swala ya dhuhuri wakati hauja wasili wa dhuhuri. Sasa ili wakati wa dhuhuri ufike, unatakiwa usubiri kidogo lile jua lifanye nini? Liondoke katikati. Sasa pale katikati ndio Mtume amepaita ni tumbo la mbingu. Tumeelewana vizuri? Wakati huo unakwenda ma lam yahdhuri al-asr, ikiwa haujaingia wakati wa alasiri. Yani wakati wa dhuhuri unakwenda, ukiingia wakati wa alasiri, wakati wa dhuhuri umefanya nini? Umemalizika. Sasa ikiwa haujafika wakati wa alasiri, bado uko kwenye wakati wa dhuhuri, unaweza kuswali ya dhuhuri. Lakini ukiingia tu wakati wa alasiri, ina maana dhuhuri wakati wake umefanya nini? Umetoka zamani. Na leo mashaallah watu wamepiga hatua katika upande wa nini? Wa kidunia. Simu hata ukiiseti inakufahamisha huu ni wakati gani na huu ni wakati gani. Unajua kifupi. Wa wakati salati al-asri, na wakati wa swala wa alasiri, ma lam tasfarra shamsu, ni ikiwa jua halijageuka kuwa rangi ya manjano, halijageuka kuwa rangi ya yelo. Maana ukitaja manjano mtu anaweza asikuelewe. Manjano ni hiyo shehe, sio? Hii ndio manjano, rangi ya yelo Lakini hii imeiva sana, sio bwana? Maana wakati mwingine ukionyesha mifano watu wanakuelewa. Sasa lile jua ina maana likishabadilika rangi likawa rangi ya manjano au rangi ambayo kwamba ni ya yelo, hapo ina maana wakati wa alasiri umefanya nini? Umeisha. Tuelewane Kiswahili ya jamaa. Ndio anakuambia wa wakati salati al-asr, na wakati wa swala ya alasiri, ma lam tasfarra shamsu, ni ikiwa jua halijageuka rangi ya yelo, wa yasqutu qarnuha al-awwal, na inaanguka pembe yake ya kwanza kwa kuchomoza yale mawingu ya rangi ya yelo. Ukiona tu mawingu yamebadilika yameanza kuwa yelo, ishara ya jua ya kwamba jua limefanya nini? Huo wakati wa alasiri umefanya nini? Umeisha zamani. Wa wakati salati al-maghrib, na wakati wa swala ya magharibi, idha ghabati shams, ni pindi ili jua linapopotea, ma lam yasquti shafaqu, na ikiwa jioni haijamalizika. Jua limepotea na jioni haijamalizika. Mwanielewa Kiswahili? Lakini hapa jioni kumalizika ina maana ni yale mawingu kufanya nini? Kupotea, ya rangi ya manjano yote yashapotea kwa ufupi, mpaka waona nyota zile. Huo ni wakati wa swala ya magharibi kweli? Si wakati wa swala ya magharibi. Kwa hiyo wakati wa magharibi ni jua linapokuwa limezama na ikiwa bado jioni haijamalizika. Wa wakati salati al-isha, na wakati wa swala ya isha, ila nisfi al-laili, ni mpaka katikati ya usiku, nusu ya usiku. Unaona, katika nyakati ambazo ni ndefu ni swala gani na swala gani ya jamaa? Na hizo swala zina nyakati ngapi? Mbili. Ukiona swala ambayo wakati wake ni mrefu, huwa ina nyakati mbili. Swala ya kwanza salatu dhuhri, si ndio? Naam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye ahadithi nyingine sahiha, kuna wakati jua lilikuwa linakuwa kali, likiwa kali lile joto pia linazidi, kwa sababu ni sehemu za nini? Majangwa. Anachelewesha kufanya nini? Kuswalisha adhuhuri.
anangoja jua lifanye nini, lipoe kidogo. Na ndio leo unaweza kuona hapa twaswali ya dhuhuri saa 7:15. Kuna sehemu nyingine utakwenda watu wanaswali ya dhuhuri saa 8, kuna wengine saa 8:30, bado ni wakati wa dhuhuri. Si kama tuelewana vizuri. Wakati wa pili ya jamaa, wakati wa pili ni swalati al-isha, kwa sababu umesikia mpaka nusu ya usiku, si ndio maana yake? Naam, haqqan. Mtume sallallahu alaihi wasallam yawman min al-ayyam, wakati wa swala ya Isha alichelewa kutoka nyumbani kwake kuwaswalisha masahaba ridwanullahi alaihim. Jamaa wakakaa wakasubiri, wengine wakalala hapo. Mtume akaja akatoka usiku kiasi. Kisha Mtume alipomaliza kuwaswalisha akasema, lau kama ingekuwa kwenye uwezo wangu, basi huu ndio wakati wenyewe wa swalati al-isha. Tuelewana vizuri? Mupo ya jamaa. Kwa hiyo kuna swala ambazo zina nyakati mbili. Usije ukaona kule wameswali mbele, ukija hapa watu hawaja swali ukasema inakuwaje, mbona hapa? Maadamu lile jambo linafanyika ndani ya wakati wake, hakuna makosa. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 612. Wajhu dalala, tuangalie mwongozo wa dalili. Anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Mtume rehma na amani zimshukie yeye, aujaba kulla salati fi waqtin mahdudi, amewajibisha kila swala iswaliwe kwa wakati uliopangwa, awaluhu wa akhiruhu, mwanzo wake na mwisho wake. Lazima uzingatie hilo. Wakati wa swala ni huu, unatoka wakati huu. Kila Muislamu anatakiwa hilo alifahamu. Walam yujibiha alayhi salam, na wala hajawajibisha Mtume sallallahu alayhi wasallam la qabla dhalika alwaqti wala ba'dahu, sio kabla ya wakati wake na sio baada ya wakati wake. Umewajibishwa utekeleze ibada ya swala ndani ya wakati wake, si kama tuelewana vizuri. Lakini haujawajibishwa kutokuiswali swala kinyume na wakati wake. Yaani wakati wa swala haujaingia, unawaambia watu, bwana mimi na haraka, wacha ni swali ya dhuhuri saa 4. Nani atakuelewa? Waja hapa msikitini watu waadhinia Allahu akbar, Allahu akbar, watu washtuka. Kuna nini msikitini? Watu bwana shekhe, leo bwana kuna sehemu nafika mapema, imamu anawaambia sio. Kwa hiyo itabidi niwaswalishe mapema dhuhuri hii saa 4, ili ile wakati ukifika mambo yashaisha. Alokuambia nani? Hakuna kitu kama hicho. Na wala sio wakati umemalizika wa swala ndio unakuja kuitekeleza ibada ya swala kama watu wanavyofanya, si ndio? Wakati wa swala ya magharibi ishaisha kitambo, mtu anakuja kupiga salati al-isha. Baada ya salati al-isha wamkuta kule kona kule, Allahu akbar, anakupigia rakaa 3. Sasa wewe waweza kushangaa, yuswali witra, huyu jamaa anaswali witri ama vipi? Na kwenye hii witri kweli unaweza kuchanganya hizo rakaa 3 na una uwezo wa kuswali rakaa 2 ukatoa salamu. Sasa wewe utaanza kushuku hii magharibi ama witri, kumbe jamaa kachelewa, anapiga magharibi wakati ushatoka wa magharibi. Haifai, Mtume amelikataza. Nenda kwenye kitabu Al-Muhalla Ibn Hazm, kitabu nambari 2, ukurasa ni wa 16. Thalithan, tunaangalia dalili ya 3 min al-ijma', ni makubaliano ya maulama. Qala Ibn Qudama rahimahullah, amesema mwanachuoni Ibn Qudama, Mwenyezi Mungu amraham, ajma'a al-muslimuna, wamekubaliana na kuwafikiana maulama wa Kiislamu ala anna salawati al-khamsa, ya kwamba hizi swala 5 muakkatata bimawaqita ma'lumatin mahdudatin, zimepangiwa wakati maalumu na wakikomo maalum. Nafikiri mwanielewa, na wengi tunachemsha kwenye wakati wa swala. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni Ibn Qudama, kitabu nambari 1, ukurasa ni 269.